Shalom shalom watu wa Mungu wote popote pale mlipo. Ninawasalimia wote katika jina la Bwana wetu Yesu Kristo. Namshukuru Mungu Mwenyezi, muumba wa mbingu na nchi, katika Kristo Yesu. Leo amenipa neema kubwa sana ya kuja tena mbele yenu wanafunzi wote wa Nabii Elia ambao mnanifuatilia katika mitandao ya kijamii. Ni muda kidogo toka zile darasa zetu za Urusi na Ukraine hamjapata darasa mpya. Sasa leo katika Kristo Yesu tunakwenda kujifunza somo muhimu sana. Katika masomo muhimu kwa watoto wa Mungu saizi ni somo la unyakuo. Haleluya. Jina la Bwana libarikiwe sana. Hakuna somo muhimu kwa mtoto wa Mungu, kwa Mkristo wa kweli, mtu ambaye anakusudia kutawala na Bwana wetu Yesu Kristo atakapokuja miaka 1000, mtu ambaye hayuko tayari kupokea chapa ya 66. Hakuna somo muhimu kama somo la unyakuo na kuja kwa pili kwa Yesu Kristo. Kwa hiyo kuna unyakuo, kuna somo la unyakuo na kuna somo la kuja kwa pili kwa Yesu Kristo. Haya ni masomo mawili tofauti, lakini wengi wanayachanganya. Kwa hivyo leo tutakuwa na mfululizo. Kuanzia leo tutakuwa na mfululizo wa masomo haya yanayohusu unyakuo na kuja kwa pili kwa Bwana wetu Yesu Kristo. Haleluya, jina la Bwana libarikiwe sana. Sasa tuanze somo letu kwa kujifunza definitions of terms, kujifunza maana ya haya maneno mawili. Neno moja linaitwa unyakuo kwa lugha ya Kiswahili au rapture, au second coming of Jesus Christ, of our Lord Jesus Christ. Kwa hiyo tunataka tuweze kutofautisha mambo haya mawili. Haleluya, jina la Bwana libarikiwe sana. Unyakuo rapture ni kitendo kitakachotokea duniani kabla ya kanisa au kabla ya dhiki kuu, kabla ya miaka 7 ya dhiki kuu duniani, kama ilivyozungumzwa na kwenye kitabu cha Daniel. Kuna habari za miaka 7 ya dhiki kuu, au kipindi ambacho mpinga Kristo atatawala dunia. Utawala wa mpinga Kristo utakuwepo duniani. Sasa kabla ya hicho kipindi, au tunaweza kutumia neno New World Order, kabla ya New World Order, Freemasonry, Illuminati wako wanahangaika kufanya ili taifa la Israel lililozaliwa mwaka 1948 kutawala dunia baada ya Marekani. Na hili litawezekana baada ya vita vya 3 vya dunia, New World Order. Sasa kabla hili tukio halijatokea, Biblia inaelekeza kutakuwepo na kitu kinachoitwa unyakuo. Linatumika neno unyakuo kuonesha kwamba ni kipindi ambacho kanisa litaondolewa. Watu wa Mungu hawataingia katika mateso hayo, kwa sababu watu wote watakaoingia katika utawala wa mpinga Kristo, watu watakaopigwa chapa ya 66, hao watu Biblia inazungumza mvinyo wa ghadhabu ya Mungu itashushwa kwao. Kitabu kisoma katika kitabu kile cha Ufunuo sura ile ya 14 kuanzia mstari wa 9 mpaka wa 12, ghadhabu ya mvinyo ya ghadhabu ya Mungu itashuka kwa watu watakaopigwa chapa ya 66. Ni utawala mpya wa dunia ambao ndo dunia inaelekea hapo. Kwa hivyo kabla ya huu utawala kutokea, lazima kutakuwepo na kitu kinachoitwa unyakuo, kwa maana ya kuondolewa kanisa. Kwa hiyo kanisa alitakuwemo katika dunia. Yaani wale wanaosema Yesu Kristo ndio kanisa. Watu wanaoamini katika damu ya Bwana wetu Yesu Kristo ndio kanisa. Hawa watu iko neema, tutasoma maandiko hapa. Mungu ameahidi kuwakomboa wasiingie katika utawala wa mpinga Kristo. Hawataionja mvinyo wa ghadhabu ya Mungu. Kwa hiyo kitendo cha kuondolewa kanisa, kuondolewa wa Kristo duniani kabla ya kipindi cha dhiki kuu, kabla ya New World Order, kabla ya World War 3, hicho kitendo ndio tutakiita unyakuo according
kulingana na namna ambavyo imezoeleka. Sasa hiki kitendo ni watu, kanisa, Wakristo wataondolewa duniani, lakini duniani kutabaki na watu waovu. Kwa hivyo utakuwepo utawala wa shetani. Haleluya. Jina la Bwana libarikiwe sana. Lakini kuja kwa pili kwa Yesu Kristo ni kitendo ambacho utawala wa mpinga Kristo utaangamizwa. Yani hii New World Order, Bwana Yesu atakapokuja, Bwana wetu Yesu Kristo atamuangamiza mpinga Kristo kwa pumzi ya kinywa chake, na utawala wake wote utakuwa destroyed. Kisha ili kanisa litatawala hapa na Bwana wetu Yesu Kristo kwa kipindi cha miaka 1000 na zaidi, milele na milele, kwa mujibu wa kitabu cha Ufunuo na Injili ya Mathayo sura ya 24, Injili ya Marko sura ya 13, Injili ya Luka 21, vitabu vya Danieli, vitabu vya unabii vyote vinazungumzia juu ya kuja kwa pili kwa Bwana wetu Yesu Kristo. Kwa hiyo kanisa litarudi duniani na kutawala dunia nzima wakiwa chini ya mfalme wa wafalme, Lord of Lords, Bwana wetu Yesu Kristo. Kwa hivyo kipindi cha utawala wa Bwana wetu Yesu Kristo, watu waovu watakuwepo, watu wachafu, watu ambao hawaamini katika damu ya Bwana wetu Yesu Kristo, watu ambao wamepigwa chapa ya 66 wataondoshwa na wataangamizwa. Kisha kanisa hili litatawala. Haleluya. Jina la Bwana libarikiwe sana. Sasa hizi definition hasa tunakusudia kuanza kujifunza somo hili la unyakuo, kwa sababu iko doctrine ambayo iliyofundishwa ya unyakuo ambayo sio sawa. Iko doctrine iliyofundishwa juu ya unyakuo utatokeaje. Tumefundishwa kwamba Yesu atakuja kwa siri, atakaa mbinguni, kisha watu watatwaliwa, watu watanyakuliwa kuelekea mawinguni. Kwa hiyo hawatakuwepo hapa duniani kipindi hiki cha dhiki kuu. 99% ya Wapentekoste, ya Wakristo wanaamini uongo. Kwa hivyo huu jamani ndio lengo la Nabii Elia kuja kufundisha. Huu unyakuo utatokeaje? Tuna uhakika kabisa kwa mujibu wa maandiko, kanisa litaingia katika kipindi cha dhiki kuu. Kanisa litaondolewa kama nitakavyosoma haya maandiko. Lakini uongo uliozungumzwa wa kwamba sisi Yesu atakuja kwa siri, kisha mmoja atwaliwa, mwingine aachwa, kwa hiyo utakuwa umekaa, ghafla mtu kaondolewa, wewe ambaye una imani ya Yesu ni Kristo utabaki na kuangamia. Hili jambo sio la kweli. Ukisoma Biblia mwanzo mpaka mwisho, hakuna sehemu yoyote kuna kuja kwa Bwana kwa siri na kulipeleka kanisa. Kuja kwa Bwana kutakuwa ni mara moja, na kutakuwa ni wazi kabisa, na dunia nzima itajua, na itakuwa ni baada ya dhiki kuu. Sasa kanisa litapitaje, litaokolewaje kipindi hiki cha dhiki kuu? Ndilo hasa msingi wa kujifunza hili somo kwa mujibu wa maandiko. Haleluya. Jina la Bwana libarikiwe sana. Kwa kwanza watu wa Mungu, tuanze kuyaangalia maandiko ambayo yanatufunulia kwamba ni kweli kanisa alitoingia katika kipindi cha dhiki kuu. Maisha ya New World Order, mtakatifu, mtu ambaye ni Mkristo wa kweli, aliyeshika imani, hatoingia, hatopigwa hii chapa ya 66. Neno la Mungu limetuhakikishia kwamba tusiwe na wasiwasi, tuko salama. Haleluya. Jina la Bwana libarikiwe sana. Jina la Bwana libarikiwe sana. Watu wa Mungu, maandiko haya ndani ya Biblia yanathibitisha kwamba kanisa halitoingia katika kipindi cha dhiki kuu. Kwa hivyo litaondoshwa. Mungu hatoruhusu wanae, watoto wake waweze kuchapwa chapa ya 66 na kuipokea ghadhabu yake. Hapana, haitakuwa hivyo. Tukisoma katika kitabu cha Ufunuo sura ya 3 mstari wa 10, Bwana Yesu anazungumza katika Ufunuo 3:10, anasema kwamba kwa kuwa umelishika neno la subira yangu, mimi nami nitakulinda,
utoke katika saa ya kuharibiwa iliyo tayari kuujilia ulimwengu wote, kuwajaribu wakao juu ya nchi. Kwa hiyo kuna subira hapa, kama ilivyozungumza wale, hapa ndipo penye subira ya watakatifu wazishikao amri za Mungu na imani ya Yesu Kristo. Sasa wale watakaoishika imani ya Yesu ni Kristo na amri za Mungu, ile subira ya mambo haya mawili ikawashika, Yesu ameahidi kuwalinda, nami nitakulinda. Kwa hiyo utatoka katika ile saa ya kuharibiwa ambayo yuko tayari kuijilia ulimwengu, kuwajaribu wakao juu ya nchi. Kwa hiyo kwa mujibu wa andiko hili, ni ahadi ya Bwana wetu Yesu Kristo kwamba atatuokoa, atatulinda, tusiingie katika mikono ya mpinga Kristo. Haleluya. Jina la Bwana libarikiwe sana. Kwa hiyo una sababu ya kuwa na wasiwasi. Lakini kinachohitajika saizi ni nini? Yani atatulindaje? Tutaokolewaje? Ni kweli hivi sisi atakuja kwa asiri alafu atunyakue mawinguni tuondoke? Haleluya. Hili jambo sio kweli, ndio maana nataka uwe makini sana kufuatilia darasa hili. Atatuokoaje ndio lengo la darasa hili. Haleluya. Jina la Bwana libarikiwe sana. Tumsikilize Paul anasema katika Wathesalonike ule wa kwanza sura ile ya 5 mstari wa 9. Anasema Paul, Wathesalonike wa kwanza sura ile ya 5 mstari wa 9. Anasema kwamba kwa kuwa Mungu akutuweka katika hasira yake, bali tupate wokovu kwa Bwana wetu Yesu Kristo. Kwa hivyo Bwana Mungu wetu muumba wa mbingu na nchi, Yehova Yawe, ameahidi kwamba atotuweka katika hasira yake. Kwa hivyo ukisoma katika kile kitabu cha Ufunuo 14 mstari wa 9 mpaka wa 11, unasema na mwingine malaika watatu akawafuata akisema kwa sauti kuu, mtu awaye yote akimsujudu huyo mnyama na sanamu yake na kuipokea chapa katika paji cha uso wake katika mkono wake, yeye naye atakunywa mvinyo katika mvinyo wa ghadhabu ya Mungu iliyotengenezwa pasipo kuchanganywa na maji. Kuna kunywa mvinyo ya ghadhabu ya Mungu katika kikombe cha hasira yake, na atateswa kwa moto na kiberiti mbele ya malaika watakatifu na mbele za mwanakondoo. Kwa hivyo Yesu hatokuja kushughulika na hawa watu watakaopigwa hii chapa ya 666. Haleluya. Jina la Bwana libarikiwe sana. Kwa hiyo Paul anatuelekeza katika Wathesalonike ule wa kwanza sura ile ya 5 mstari wa 9, akisema kwamba kwa kuwa Mungu hakutuweka katika hasira yake, kwa hiyo Mungu hatotuweka watakatifu katika hasira hii, tutakuwa salama. Haleluya. Jina la Bwana libarikiwe sana. Lakini pia tukisoma katika Injili ya Mathayo sura ile ya 24, tunamsikiza Yesu mwenyewe anasema, mstari wa 37, mstari wa 37, sura ile ya 24 mstari wa 37, anasema Bwana wetu Yesu Kristo, kwa maana kama vile ilivyokuwa siku za Nuhu, ndivyo kutakavyokuwa kuja kwake mwana wa Adamu. Kwa kuwa kama vile siku zile zilizokuwa kabla ya gharika, watu walivyokuwa wakila na kunywa, wakioa na kuolewa, hata siku ile aliyoingia Nuhu katika safina, wasitambue hata gharika ikaja ikawachukua wote, ndivyo itakavyokuwa kuja kwake mwana wa Adamu. Kwa hivyo lipo safina, iko neema, iko baraka, kama ilivyokuwa kwa watu wa Nuhu. Watu walikuwa wakinywa, wakioa, wakiolewa, wakiishi maisha kama tunavyoishi saizi. Lakini Nuhu alikuwepo akipita mitaani akiwaambia na kuhubiri na kushuhudia habari ya ghadhabu ya Mungu inayokuja, kama ambavyo Nabii Elia nimekuwa nikifanya kila wakati. Wale waliolisikiliza lile neno kwa siri, walipokea maelekezo kutoka kwa Nabii Nuhu, wakaingia katika safina. Kwa hiyo ghadhabu ilipokuja Mungu, mvua ilipokuja, gharika ilipokuja, wakawa wameokolewa. Haleluya. Jina la Bwana libarikiwe sana. Na mara hii watu wa Mungu lipo safina nao ambalo wataokolewa, sio kupelekwa mawinguni. Lakini jambo moja muhimu la kukufanya uwe na uhakika wa haya ninayoyasema, mtu wa Mungu, jambo moja muhimu, kwamba toka ameondoka Bwana wetu Yesu Kristo, haleluya,
toka ameondoka Bwana wetu Yesu Kristo, haleluya, jina la Bwana libarikiwe sana, hakujawahi kutokea watu wa Mungu, wafuasi wa Bwana wetu Yesu Kristo wamekuondolewa duniani kwa sababu ya mateso ya wao kusema Yesu ni Kristo. Toka dunia imekuwepo miaka 2000, mateso ya Wakristo ni mengi, toka wanafunzi wake, baada ya wanafunzi wake kuja mpaka dunia. Kuna hao wanaoitwa Orthodox wakati wa vita vya kwanza vya dunia, Bolshevik, kule Russia, Orthodox Christian wameteswa sana Wakristo, wachungaji wameuawa sana. Wakati wa migogoro ya Martin Luther pamoja na kanisa Katoliki, Wakristo hawajawahi kuondolewa kwa asili, kwa sababu Yesu anasema katika Injili ya Yohana sura ile ya 16 mstari wa 33, anasema, hayo nimewaambieni mpate kuwa na amani ndani yangu. Ulimwenguni mnayo dhiki, lakini jipeni moyo, mimi nimeushinda ulimwengu. Ulimwenguni mnayo dhiki. Kwa hivyo watu wa Mungu, yani mtu anayekufundisha kwamba Bwana wetu atakuja sirini na kutunyakua sisi tusiingie katika utawala mpya wa New World Order unaokuja huyo mtu anakanusha maneno ya Bwana wetu Yesu Kristo kwamba duniani tunayo dhiki. Wale watakaosema Yesu ni Kristo kwa sasa hizi wajiandae, dhiki kubwa inakuja. Kwa sababu kuja kusikiliza hili neno, utaratibu ambao Yesu Kristo ameuweka, namna ambavyo utakavyookoka, na hii inahitaji subira sana, inahitaji dhiki kidogo katika kuikwepa hii chapa ya 66, inataka subira. Kwa hiyo duniani tunayo dhiki. Tunaona duniani miaka yote 2000 toka Yesu aondoke, wanafunzi wake wale waliokuwa waaminifu katika imani wote wako wanateswa. Kwa hivyo watu wa Mungu, tujiandae kuingia vitani kukabiliana na mpinga Kristo ili tuweze kuokoka, tusiingie katika chapa hii ya 66. Lakini jambo muhimu sana watu wa Mungu ambalo natakiwa nikueleze, katika Injili ya Marko sura ile ya 13 mstari wa 22, Bwana wetu Yesu Kristo anasema, kwa maana wataondoka makristo wa uongo na manabii wa uongo, watatoa ishara na maajabu wapate kuwadanganya, kama yamkini hata hao wateule. Bali nyinyi jihadharini, nimekwisha kuwaonya yote mbele. Kwa hivyo hata wateule watadanganya juu ya mafundisho ya uongo, ishara za uongo zitatolewa. Lakini uongo mkubwa ambao umetokea katika hii dunia juu ya swala la kanisa kunyakuliwa katika hii dunia ni kwamba hawa wanaotuambia kwamba kanisa litanyakuliwa, kanisa Bwana wetu Yesu Kristo atakuja kwa asili, haleluya, kisha mmoja atwaliwa mmoja acho, watu watashangaa, watu hawapo duniani, watu tamaki, tutaona watu wanapaa kama ndege mbinguni, neti wanaenda kumlaki Bwana wetu Yesu Kristo mawinguni. Kisha ndipo waliobaki wataingia katika kipindi cha dhiki kuu. Huu ni uongo jamani, hakuta kuwepo na hilo tukio kutokea. Kwa hivyo sasa nataka niifafanue hili tukio na maandiko yanayotumika juu ya kueleza uongo huu kwamba Yesu atakuja kwa asili. Kwa mujibu wa maandiko toka kitabu cha Mwanzo mpaka kitabu cha Ufunuo, watu wa Mungu, hakuna mahala popote panapoonyesha Yesu atakuja duniani kwa asili na kulichukua kanisa. Hapapo. Bali ni watu wametengeneza mbinu ya kuwapoteza watoto wa Mungu ili wasitafute ni kitu gani ambacho Bwana wetu Yesu Kristo ameelekeza tufanye katika kipindi hiki cha dhiki kuu. Haleluya, jina la Bwana libarikiwe sana. Sasa watu wa Mungu tujifunze. Nimesema kwamba unyakuo upo. Kanisa litaondolewa alitoingia katika kipindi cha dhiki kuu. Huo uhakika upo. Lakini huu uongo wa wazungu wa vyuo vya Biblia wa kusema kwamba, haleluya, Yesu atakuja duniani kwa asili na atakaa mawinguni, kisha watu wa Mungu wataondolewa kwa asili, huu ni uongo mtakatifu ambao Yesu amesema hata wateule watadanganywa. Ndio maana ya umuhimu wa huduma ya Nabii Elia.
mashahidi wawili watakaomshuhudia Bwana wetu Yesu Kristo na kutoa unabii juu ya ujio wa Bwana wetu Yesu Kristo. Usiposikiliza hao mashahidi, utaharibikiwa mtu wa Mungu. Huu ni uongo. Hakutakuwepo na hilo tukio la Bwana wetu Yesu Kristo kuja kwa siri na mmoja atwaliwa mmoja wakapelekwa watu mawinguni. Hapana. Ila kanisa alitoingia katika kipindi cha dhiki kuu, watu wataokolewa. Kwa hiyo ni muhimu wewe kujua kwa hivi sasa kwamba okolewaje tusiingie katika kipindi cha dhiki kuu. Hii ndio muhimu wa wewe ukufuatilia darasa hili. Haleluya. Jina la Bwana libarikiwe sana. Ukombozi upo, lakini sio wa Yesu kuja kwa siri. Yesu atakuja mara moja tu. Kama alivyokuja mara ya kwanza, atakuja mara ya pili, na itakuwa ni open clear kama ambavyo nakwenda kufundisha hapa sasa. Tukio la kuja kwa siri mawinguni na watu kupelekwa mawinguni, watu wa Mungu, hilo jambo msilikubali. Ni la uongo, limetengenezwa Uingereza na Marekani huko. Na vyuo vya Biblia vinaongelea hili kitu. Yaani ni kampeni kubwa ya kuwafumba macho ili waweze kupigwa watu chapa ya 6 na kuingia katika mpango wa mpinga Kristo kutawala dunia. Hakuna hichi kitu, watu wa Mungu. Yesu hatokuja duniani kwa siri na kuliokoa kanisa. Andiko linalotumika ni hili hapo. Wathesalonike wa kwanza sura ya 4 mstari wa 16 mpaka mstari wa 17. Hebu tumsikilize St. Paul alizungumza nini juu ya andiko hili. Mstari wa 15 anasema, kwa kuwa twawaambieni haya kwa neno la Bwana, kwamba sisi tulio hai, sisi ambao tulio hai, tutakaosalia hata wakati wa kuja kwake Bwana. Hapa Paul alikuwa anazungumzia sisi watoto wa Mungu tutakao kuwa tunaishi nyakati za mwisho wa Kristo, tutakaosalia katika kipindi ambacho Yesu Kristo anakaribia kuja duniani. Hakika hatutawatangulia wao waliokwisha kulala mauti, kwa sababu Bwana mwenyewe atashuka kutoka mbinguni pamoja na mwaliko na sauti ya malaika mkuu na parapanda ya Mungu, nao waliokufa katika Kristo watafufuliwa kwanza. Kwa sababu Bwana mwenyewe atashuka kutoka mbinguni pamoja na mwaliko na sauti ya malaika mkuu na parapanda ya Mungu. Kwa hiyo Yesu atakapokuja duniani, kwa mujibu wa maandiko haya, sawa, kutakuwa na vitu vifuatavyo. Kutakuwa na sauti ya malaika mkuu. Kutakuwa na sauti ya malaika mkuu. Namba 1 ni sauti ya malaika mkuu. Lakini jambo la pili, kutakuwepo na parapanda ya Mungu. Parapanda ya Mungu. Parapanda ya Mungu. Ili tukio, watu wa Mungu, sio la asili, na tutajifunza linatokea kabla au baada ya dhiki. Haleluya. Parapanda ya Mungu. Soma maandiko taratibu. Kutakuwepo na parapanda ya Mungu. Nao waliokufa katika Kristo watafufuliwa. Kutakuwa na ufufuo. Ufufuo wa wale waliokufa katika Kristo. Haleluya. Jina la Bwana libarikiwe sana. Kisha sisi tulio hai, tuliosaliwa, tutanyakuliwa pamoja na hao ili tumlaki Bwana hewani, na hivyo tutakuwa pamoja na Bwana milele. Ili andiko la mstari wa 17 nitakuja kulifafanua. Huu unyakuo unaozungumza kumlaki Bwana, tunamlaki mawinguni kivipi? Haleluya. Jina la Bwana libarikiwe sana. Lakini kabla sijajibu hii mstari wa 17, hapa katika andiko hilo, watu wa Mungu, hili tukio sio la asili. Yaani kutakuwepo na sauti ya malaika mkuu. Hapa hakuna siri. Ile swala kwamba Yesu atakuja kwa siri na watu kuondolewa, andiko hili la Paul juu ya kuja kwa pili kwa Bwana wetu Yesu Kristo sio tukio la asili. Haleluya. Parapanda ya Mungu, hili ni trumpet. Yaani trumpet ni parapanda, trumpet, vuvuzela, tarumbeta. Hiki ni kitu ambacho kikipulizwa kila mtu anasikia. Lakini na ufufuo ni jambo ambalo litatokea wazi. Lakini Bwana wetu Yesu Kristo mwenyewe, haleluya, jina la Bwana libarikiwe sana, anatuelekeza
kwamba ili tukio la parapanda, sauti ya malaika, litatokea wakati gani? Je, ni kabla ya dhiki kuu au ni baada ya dhiki kuu? Haleluya. Jina la Bwana libarikiwe sana. Unaingia katika Injili ya Mathayo. Injili ya Mathayo sura ile ya 24 mstari wa 29. Mstari wa 29. Mpaka 31. Mstari wa 29 mpaka 31. Tusome. Haleluya. Jina la Bwana libarikiwe sana. Bwana wetu Yesu Kristo anatuelekeza. Paul ni apostle of the Gentile. Alimshuhudia Bwana wetu Yesu Kristo juu ya kuja kwake mara ya pili. Anazungumza Paul kwamba kutakuwepo na sauti ya malaika, parapanda ya Mungu na ufufuo. Hiki kitu sio cha asili, lakini Bwana wetu Yesu Kristo kakieleza hiki kitu yeye mwenyewe kitatokea lini. Ukisoma Injili ya Mathayo sura 24 mstari wa 29 unasema, lakini mara baada ya dhiki. Haleluya, pigilia mstari hapo. Mara baada ya dhiki. Hili tukio linatokea baada ya dhiki. Baada ya dhiki. Kwa hivyo kuja kwa Bwana wetu Yesu Kristo, sawa, hakutakuwepo kwa kuja kwa asili kabla ya dhiki. Hakutakuwepo na tukio la namna hiyo. Ni baada ya dhiki. Ya siku zile jua litatiwa giza na mwezi hautatoa mwanga wake na nyota zitaanguka mbinguni na nguvu za mbinguni zitatikisika. Ni tukio ambalo litakuwa dhahiri. Ndipo itakapoonekana ishara yake Mwana wa Adamu mbinguni. Ndipo mataifa yote ya ulimwengu watakapoomboleza, nao watamuona Mwana wa Adamu akija juu ya mawingu mbinguni pamoja na nguvu na utukufu mwingi. Baada ya dhiki. Naye atawatuma malaika zake pamoja na sauti kuu ya parapanda. Kwa hivyo hizi sauti za parapanda na sauti ya malaika ambayo Paulo anazungumza katika Wathesalonike sura 4:17 sio tukio la asili, na ni tukio litakalotokea baada ya dhiki. Haleluya. Huu unyakuwa mawinguni wameutoa wapi hao wazungu? Hivyo vya Biblia mnavyofundisha, hebu tuonesheni maandiko mnayotumia ni yapi kutuaminisha uongo sisi kwamba sisi tutapelekwa mawinguni? Mnatumia maandiko gani? Haleluya. Jina la Bwana libarikiwe sana. Hili andiko linazungumzia kuja kwa pili kwa Bwana wetu Yesu Kristo, ambao utakuwa ni tukio la wazi, lakini ni baada ya dhiki kuu. Sauti kuu ya parapanda, nao watawakusanya wateule wote wake toka pepo nne, toka mwisho huu wa mbingu mpaka mwisho huu. Kwa hivyo wateule watakaokuja kuchukuliwa na Bwana wetu Yesu Kristo ni baada ya dhiki kuu, na ni sauti ya malaika na pande ya Mungu itakuwepo. Kwa hivyo watu wa Mungu, ili andiko kutumika mstari wa 17 kwamba tutanyakuliwa kwenda mawinguni ni baada ya dhiki kuu. Sasa tutanyakuliwaje kwenda mawinguni kumlaki Bwana wetu Yesu Kristo? Hilo nitakuja kufundisha, lakini lengo la darasa hili ni kuonyesha uongo wa wazungu wa kutudanganya. Tunavyoona corona zinapiga, tunavyoona vita vya Urusi na Ukraine, tunaona majanga ya asili, tunaona hali ngumu ya uchumi, tunaona njaa inakuja duniani. Watakatifu 99% wa Pentekoste na Wakristo mbalimbali duniani wanasema msitishwe, hakuna budi hivyo vitu kutokea. Wamedanganywa kwamba wenyewe wasubiri kunyakuliwa kwenda mawinguni. Watu wa Mungu, msikilizeni sana Elia. Ndio mwenye siri ya namna gani Bwana wetu Yesu Kristo atakavyokuja na ni vipi kanisa litaokolewa kutoka katika kipindi cha dhiki kuu. Darasa linalokuja watu wa Mungu, darasa linalokuja nitaanza kueleza watu wa Mungu wataokolewa vipi. Hawataingia katika kipindi cha dhiki kuu, hawataingia. Wataokolewa vipi? Sio kupelekwa mawinguni. Jina la Bwana libarikiwe sana. Kama wewe unatamani kuwa mwanafunzi wa Nabii Elia, kusikiliza na kujifunza ili uweze, kwa sababu Bwana wetu Yesu Kristo anasema angalia nitawaletea mashahidi. Nabii Elia ndiye atakayeliongoza kanisa lifanyeje katika kipindi cha dhiki kuu. Mpaka Yesu anakuja, Nabii Elia atakuwepo. Yeye ndiye atakayewapeleka watu kuongoza kanisa kulipeleka
kumlaki Bwana wetu Yesu Kristo mawinguni. Usipokuwa kwa nabii Elia umekuisha. Shahidi wa pili atatokea Mashariki ya Kati. Kule ni Musa, ni ngumi. Mashariki ya Kati kule, shahidi yule atakuwa anazungumza habari za vita, ni Musa, habari za vita vya mkono. Ndio maana unaona Orthodox Christian wa kina Russia, wale wana roho ya Musa, ni wa Kristo, lakini vita vyao ni vya damu na nyama. Haleluya. Lakini walio na Elia, vita vyetu sio vya damu na nyama, ni vita katika ulimwengu wa roho. Kwa hivyo niandikie kupitia WhatsApp ili ujiunge na madarasa ya Elia ya WhatsApp, ili uweze kujua utaokokaje na hizi chapa ya 66. Chapa ya 66, watu wa Mungu. Bwana ameahidi atakayepigwa chapa ya 66. New World Order inakuja. Freemason wanataka kutawala dunia. Ushoga unaona, kamali kila mahala. Uovu na ushetani umeenea duniani. Hawa watu hawatakuruhusu wewe kuingia kanisani kusali. Hawa ukiingia kwenye utawala wao. Sasa unaponyaje? Nabii Elia atakuelekeza. Niandikie kupitia namba hiyo ya WhatsApp. Nabii Elia, mimi niko tayari kutii na kusikiliza mafundisho. Basi nitakuunganisha katika madarasa ya WhatsApp na kukupa utaratibu wote. Mungu awabariki sana. Msikose sehemu ya pili ya darasa letu. Amen.